Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Naam, ikiwa ni Juni 17, kuwafundisha watoto. Waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa mbinguni ni wao. Marko 10:14. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba Mungu kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako tunapojifunza maandiko yako matakatifu, kwa pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Yesu anajua mizigo ya moyo wa kila mama. Yule ambaye alikuwa na mama aliyehangaika na umaskini na ufukara, humhurumia kila mama katika kazi yake. Yeye alifunga safari ndefu ili kuutuliza moyo wa mwanamke Mkanaani. Atafanya mengi kwa akina mama wa siku hizi. Yeye aliyemrudishia mjane wa Naini mwanawe wa pekee, na katika uchungu wake msalabani akamkumbuka mama yake mwenyewe, anaguswa leo na huzuni ya akina mama. Katika kila huzuni na kila hitaji atatoa faraja na msaada. Katika watoto walioletwa kukutana naye, Yesu aliwaona wanaume na wanawake ambao wanapaswa kuwa warithi wa neema yake na raia wa ufalme wake, na baadhi yao wangekuwa wafia imani kwa ajili yake. Alijua kwamba watoto hao wangemsikiliza na kumkubali kama mkombozi wao kwa urahisi zaidi kuliko watu wazima ambao wengi wao walikuwa wenye hekima ya kidunia na wenye mioyo migumu. Katika kuwafundisha, alijishusha chini hata katika kiwango chao. Yeye, mkuu wa mbinguni, alijibu maswali yao na kurahisisha mafundisho yake muhimu ili kufikia uelewa wao wa kitoto. Aliotesha akilini mwao mbegu ya ukweli ambayo baada ya miaka kadhaa itachipua na kuzaa matunda hata uzima wa milele. Yesu alipowaambia wanafunzi kutowazuia watoto kuja kwake, alikuwa akiongea na wafuasi wake katika zama zote, kwa maofisa wa kanisa, wachungaji, wasaidizi na Wakristo wote. Yesu anawavuta watoto na anatusihi msiwazuie kuja, kana kwamba alikuwa akisema watakuja ikiwa hamtawazuia. Wakati Roho Mtakatifu anapotenda kazi katika mioyo ya watoto, shirikiana na kazi yake. Wafundishe kwamba Mwokozi anawaita, kwamba hakuna kitakachoweza kumpatia furaha kuu kuliko wao kujitoa wenyewe kwake katika miaka ya kuchanua na kuchangamka kwao. Mwokozi anazijali kwa upendo wa milele roho alizozinunua kwa damu yake. Wanapaswa kudai upendo wake. Anawatazama kwa shauku isiyoelezeka. Moyo wake unavutwa kwa uvumilivu, si tu kwa wale watoto wasiozoezwa vyema zaidi na wanaovutia zaidi, bali kwa wale ambao kwa urithi na kwa kupuuzwa wana sifa na tabia zisizofaa. Wazazi wengi hawaelewi ni kwa jinsi gani wanawajibika kwa ajili ya tabia hizi kwa watoto wao. Yesu anawaangalia watoto hawa kwa huruma. Anafuatilia chanzo mpaka matokeo yake. Mtendakazi wa Kikristo anaweza kuwa wakala wa Yesu
katika kuwavuta hawa wenye kasoro na wenye makosa kwa Mwokozi. Kwa hekima na busara, anaweza kuwaunganisha na moyo wake. Anaweza kuwatia moyo na kuwapa tumaini, na kupitia kwa neema ya Yesu, anaweza kuwaona wakibadilishwa katika tabia, ili kwamba iweze kusemwa juu yao, watoto kama hawa, ufalme wa Mungu ni wao. Utasoma The Ministry of Healing ukurasa 42 na 44. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 17, kuwafundisha watoto. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Asante kwa kuwa umetufundisha thamani ya watoto kwako. Unawafahamu ni wa kwako, nasi Baba tunawaleta kwako. Tunajikabidhi pia kwako, tupatie baraka zako kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu.